Uh, wakati ule nilikuwa nafundisha maana ya mauti, nilipeana maana tatu kuhusiana na mauti. Nikasema ya kwanza ama maana ya kwanza ya mauti ni kuwa mbali na Mungu, pale ambapo unatembea hapa duniani lakini mbingu inakufahamu kama mtu uliyekufa kwa sababu ya dhambi. Nilielezea pale, nadhani utarejelea na utaona kwenye sehemu ya kwanza. Lakini kwenye sehemu ya pili nikaelezea maana ya pili ya mauti. Nikasema ni pale ambapo mwili wa mtu utatengana na roho, yule mtu anakuanga pia amekufa. Sasa kwenye maana ya tatu nikasema kwamba mauti pia ni kutolewa umilele. Tunapoongelea kuhusiana na kutolewa umilele, ni pale ambapo mwili wako, roho yako na nafsi yako zinatupwa katika shimo la Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 na mstari wa 10, maandiko yanasema hivi: na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku. I think hapo umeona sasa kile ambacho najaribu kukielezea, kwamba kuna wakati utafika mtu atolewe Jehanamu baada ya kuwa amekufa na amekufa akiwa hajaokoka, na atupo katika shimo la Jehanamu, mahali ambapo yule mtu atateswa mchana na usiku. Lakini pia sio watu tu waliomkataa Yesu, lakini pia ni shetani, ibilisi, mnyama, nabii wa uongo, au wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 26, maandiko yasema adui wa mwisho kutupwa Jehanamu ni mauti. Hiyo mistari yote inaelezea kuhusiana na kutolewa umilele. Ndio maana ukiona kwenye hiyo kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 14, maandiko yanasema hivi, mstari wa 15 unasema hivi: na iwapo mtu hakuonekana ameandikwa, jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima, atatupwa katika moto wa Jehanamu. Na hapo ndio Biblia inasema, na hii ndio mauti ya pili. Sasa nataka nieleze kwamba mauti ya kwanza ni pale ambapo umetoka mbali na Mungu, ama katika utukufu wa Bwana, ama roho yako na mwili zimetengana. Lakini mauti ya pili ni pale ambapo watu watatupwa katika Jehanamu ya moto, ama shetani, ama watu wale ambao watakuwa majina yao hayajaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yasema bahari itawatoa watu wake, mauti itawatoa watu wake. Na hapa ndio tunafaa tujifundishe hivi, kumbe kuna watu ambao wamefichwa katika bahari. Kuna watu wamekamatwa na maroho za majini kule baharini. Na watu wengi wanapokemea roho ya mauti huwa wanashindwa na wanasahau kwamba pia bahari huwa kuna watu imewakamata. Kuna watu ambao wameshikiliwa na bahari kule. Kuna watu ambao wataenda Jehanamu kwa sababu walishikiliwa na bahari. Sasa ukakemea mauti, ukakemea kuzimu, lakini ukashindwa kukemea bahari. Kuna watu ambao wamewekwa misukule. Kuna watu ambao wamekamatwa na bahari, maroho za majini kule. Anaweza asifiwe sana. Sasa kile ambacho kinatokea ni nini? Ndio mtu ije kutokea kwamba ameenda kuzimu, baadaye ameenda Jehanamu. Kitu cha kwanza, shetani, kile ambacho anachokifanyanga, shetani anakujanga anamdanganya mtu. Baada ya kuwa amemdanganya mtu, yule mtu atafanya dhambi, atatenda dhambi. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hivyo kwa sababu yule mtu amebinikiwa na ibilisi, kile ambacho kinatokea ni kwamba
maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo mauti sasa anakuwa na access ya kuja kwa shetani kuchukua watu wale ambao wametenda dhambi, wanatolewa kwa shetani. Ndio maana kwenye maisha yako ukiona ila ama janja zinatokea ambao zinakufanya ufanye dhambi, unafaa kukemea shetani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mstari wa pili na mlango wa pili na mstari wa 16, maandiko yanasema shetani asije akatushinda, kwa maana hatukosi kuzijua ila zake. Lakini pia Matthew 10:16 anasema tuwe na akili kama nyoka. Nyoka ni badala ya shetani. Hiyo mistari miwili inatuonyesha yaje? Inatuonyesha kwamba shetani kwenye kazi yake sasa, kazi yake ni kutumia ujanja, kutumia akili ili akusababishe ufanye dhambi, na baada ya kuwa umefanya dhambi huwa anakuachia mauti. Ndio maana kwenye maisha yako unafaa ujue ni nini unafaa kukemea kwenye ile level na ile stage umefika. Baada ya kuwa unasikia kwamba kuna uwepo wa shetani kwenye maisha yako ama uwepo wa ushetani kwenye maisha yako. Maana ukiangalia kwenye Biblia yako, wakati ule Yesu ama kabla Yesu hajakamatwa akaanza kuteswa, cha kwanza kilichofanyika, walimwendea Yudas Iskarioti. Maandiko yanasema adui za mtu ni watu wale wa nyumbani mwake. Wakajua huyu Yudas Iskarioti, kama tukitumia ujanja tutamfanya ampeane Yesu, amsaliti Yesu. Kwa hivyo hapo alikuwa ni shetani. Sasa shetani alihusika, akaingia ndani ya Yudas Iskarioti. Yudas Iskarioti, maandiko yanasema ya kwamba akaenda akamsaliti Yesu. Baada ya kuwa amemsaliti Yesu, kazi yake imeisha. Yaani kazi ya shetani imeisha. Shetani alichomoka ndani ya nani? Ya Yudas Iskarioti, ikaingia roho ya mauti. Maana roho ya mauti ndio inakujanga baada ya kuwa mtu ametenda dhambi. Ndio maana unaona kwamba Yudas akaenda akajinyonga na Yesu akachukuliwa, kwa sababu amesalitiwa kwa ujanja wa shetani. Yesu akachukuliwa, akaenda kuteswa, akaenda kupitishwa kwenye mateso makali. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi 116 na mstari wa 3, maandiko yanasema kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, niliona taabu na huzuni. Kuna kitu nafaa ujifundishe pale. Mauti baada ya kuwa amemkamata mtu, anakujanga na kamba zake za kumfunga yule mtu ili amfute ampeleke kuzimu. Maana kuzimu ni eneo la kuhifadhi watu waliokufa wakiwa hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anakujanga na kamba zake. Huyu ni Daudi anasema kamba za mauti zilinizunguka, taabu ama shida za kuzimu zilinipata, nikaona shida na huzuni. Kwa hivyo ukisikia kuhuzunika ndani yako, ujue kwamba shetani yuko karibu na wewe. Sio shetani, ujue kwamba mauti iko karibu na wewe. Na ukisikia kwamba kuna taabu zimekuzunguka, ujue zile taabu zimeishiliwa kuzimu ili kwamba uteseke, baadaye mauti ikuje ikuchukue. Ndio maana unaona kwamba kwenye kile kitabu cha utaona kwamba kwenye kile kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 38, Yesu, maandiko yanasema akahuzunika kiasi cha kufa. Anahuzunika kwa nini? Kwa sababu mauti tayari ilikuwa imekuja ili kwamba ichukue uhai wake. Na ndio maana utaona kwamba Yesu baada ya kuwa amekufa, kile alichokifanya alienda kuzimu ili achukue wale watu ambao, akaenda kuhubiria wale watu ambao walikuwa kule kuzimu wamepelekwa na mauti. Hakurudi kwa shetani, pamoja na kuwa shetani alihusika katika kumsaliti alipoingia ndani ya Yuda, lakini alienda kuzimu ili akahubiria wale watu. Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 18, maandiko yanasema mwili ukafa ila roho yake ikauishwa, akaenda huko akahubiria watu. Na ndio maana nakwambia hivi, kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu Yesu alienda kuzimu, alihubiria Yudas Iskarioti na utampata mbinguni. Maana alipoenda kuzimu, alienda kuhubiria watu waliokuwa kule kuzimu. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 24 na 30, maandiko yanasema ya kwamba yule mtu ambaye ameokoka amepita mautini akaingia uzimani. Kwa hivyo unafaa kuokoka.
kuokoka ili ushinde mauti kwa jina la